Mambo vipi? Na kubwa leo ni kuhusiana na Mbwana Ali Samata. Captain Diego, huyu mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, amefanya jambo kubwa kwelikweli, na hili ni jambo ambalo linastahili pongezi, na mimi bila shaka ninaweza kusema kongole kwake. Amefanya kitu kikubwa sana. Ameposti na kuonyesha mjengo wake unaohusiana na kulea watoto wenye mahitaji maalum. Kwa maana hiki ni kituo cha kulea watoto wenye mahitaji maalum, na katika mjengo huo ambao ameuposti Mbwana Samata ameonyesha maendeleo ya huo ujenzi na kusema kwamba yupo katika hatua za mwishoni kukamilisha ujenzi wa kituo hicho. Na Mbwana Samata amekwenda mbali na kusema kwamba kuna changamoto ambazo walikutana nazo wakati wa shughuli hii ya maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho, lakini zote kwa zote ama yote kwa yote anashukuru kwa kile ambacho amekifanya, na anaelekea kwenye ukingoni sasa wa ujenzi huo. Na mimi ningependa kunukuu maelezo ya Mbwana Samata kuhusiana na kile ambacho anakifanya, na hii ni kutoa kwa jamii, na nukuu. Mbwana Samata anasema hivi: namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema, rehema na uwezo alionijalia kufikia hatua za mwisho za kukaribia kukamilisha ujenzi wa kituo cha watoto. Safari hii haikuwa rahisi, imejaa changamoto, mapambano, uvumilivu na imani, lakini upendo kwa watoto wenye uhitaji umekuwa nguvu kubwa ya kutusukuma mbele kila siku. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, na katika Qur'an tukufu, na wanakuuliza kuhusu mayatima, sema kuwafanyia mema ndio bora. Leo tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha kituo hiki ambacho kitaleta matumaini mapya kwa watoto wengi kwa kuwapatia malezi salama, malezi bora, upendo na fursa ya kutimiza ndoto zao. Hili ni jambo lililo karibu sana na moyo wangu, na ni sehemu ya dhamira yangu ya kuendelea kurejesha kwa jamii kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Amemalizia Mbwana Samata kwa kusema, pamoja tunaweza kubadilisha maisha ya watoto wengi na kujenga Tanzania yenye matumaini zaidi kwa kizazi kijacho. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maelezo ya Mbwana Samata, nahodha Captain Diego huyu wa timu ya taifa ya Tanzania. Na video kama unaweza kuona hapo, mjengo huo ambao Mbwana Samata ameutengeneza. Mradi huu ni kwa ajili ya kulea watoto wenye mahitaji maalum, na maelezo umesikia. Nisingependa kuongeza maneno yangu, bali kile ambacho mwenyewe Mbwana Samata amekieleza. Na hii ni profaili ya Mbwana Ali Samata. Umri ni miaka 33, ana urefu wa mita 1.83, futi 6 hivi, na ni mchezaji ambaye kwenye safari yake ya mpira wa miguu ilianzia pale katika klabu ya African Lyon. 2010 Mbwana Ali Samata alijiunga na klabu ya Simba. Hapa alichezea Simba nusu msimu 2010 hadi 2011. Kwenye michezo 25 aliyocheza, Mbwana Samata alifunga magoli 13 akiwa Simba Sports Club, na baada ya hapo 2011 hadi 2016 ndipo alitumikia TP Mazembe kwa miaka 5, kuanzia 2011 hadi 2016, na kwenye miaka hiyo 5 alicheza jumla ya michezo 103 akiwa TP Mazembe, na akafunga jumla ya magoli 60 akiwa ndani ya TP Mazembe. Na kwenye magoli haya 60 bwana, ndio magoli miongoni mwa hayo magoli yalimwezesha Mbwana Samata kutwaa tuzo ya mchezaji bora wa CAF Champions League, kwa sababu msimu huo ulikuwa ni mwaka 2015 ambapo Mbwana Samata alifunga idadi kubwa magoli, lakini pia kuiwezesha TP Mazembe kutoa ubingwa wa CAF Champions League. Na safari ya Samata ikuishia hapo, ndipo akaenda KRC Genk 2016, akatua KRC
Genk. Hii ni klabu ya Ubelgiji, na 2016 hadi 2020 akiwa KRC Genk alicheza jumla michezo takribani 144, na kwenye michezo 144 bwana Samata alifunga magoli 56 2016 mpaka 2020. Hapa alicheza miaka minne tu, na safari ya Samata ikawa nzuri kwelikweli. Baada ya 2020 kufanya vizuri kwa sababu hapa kwenye KRC Genk alisaidia hii timu kuingia michuano ya UEFA Europa League, na hii ilikuwa ni kwa mara ya kwanza timu hii ya KRC Genk kushiriki michuano hiyo. Lakini baada ya hapo bwana Samata akaelekea Aston Villa 2020, na pale Aston Villa Samata hakuwa na msimu mzuri kwa sababu alicheza kama mechi 14 hivi na akifunga goli moja pekee. Nakumbuka ile goli kwa goli la kichwa alilocheza, nadhani ilikuwa ni dhidi ya Liverpool, ndio goli ambalo Samata alilifunga akiwa na Liverpool na Aston Villa. Wakati huo pia kulikuwa kuna pressure kubwa sana ya bwana Samata kutokana na hii timu ilikuwa na karibia kushuka daraja. Na baada ya hapo bwana Samata kuanzia 2020 hapa akaenda timu ya Fenerbahce ya Uturuki, na akiwa Fenerbahce ya Uturuki bwana Samata alicheza michezo 30 akifunga magoli matatu kuanzia 2020 hadi 2023. Alifunga magoli matano kwenye michezo 30, na ndipo kutoka Fenerbahce bwana Samata akaelekea Antwerp kwa mkopo, ambako huko alicheza 2020 alicheza Antwerp huko katika michezo 32 akafunga magoli matano. Lakini baada ya hapo akaelekea katika klabu ya PAOK kwenye akarudi Genk, ambako Genk alicheza michezo 33 akafunga magoli matano, akaelekea PAOK huko Ubelgiji. PAOK huko nadhani alicheza michezo 41. Kwenye michezo 41 alifunga jumla ya magoli 6. Hii ilikuwa ni mwaka 2023 mpaka 2025. Na baada ya hapo safari ya bwana Samata ikampeleka moja kwa moja Ufaransa Ligue 1, ambako huko akajiunga na timu ya Le Havre. Hii ni timu ambayo mpaka hivi sasa bwana Samata anaitumikia kuanzia mwaka huu 2025, na hii ni safari ndefu ama fupi ya bwana Samata, nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini moja kati ya wachezaji ambao wana shughuli nyingi za kijamii, kwa maana kwamba tunajua Samakiba ambayo ni foundation ya bwana Samata na Alikiba, na hii yote ni katika kuhakikisha wanarudisha kwa jamii, na hivyo Samata ametangaza na kuonyesha kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda kusaidia jamii, kujitoa kwa jamii. Ameonyesha video hiyo ikionyesha sasa maendeleo ya ujenzi wa sehemu ya kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum. Huyu ni bwana Samata, na hiyo ni profile fupi ya Samata na maelezo ambayo mwenyewe alieleza kuhusiana na kituo hiko. Basi hii ni Fumo 255, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kupata habari kadha wa kadha zinazohusiana na michezo na zinazo trendi.